Masomo ya misa juma la kwanza la Majilio, Jumamosi. Somo la kitabu cha nabii Isaya sura ya 30 aya ya 19 hadi ya 21 na aya ya 23 hadi ya 26. Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema, watu watakaa katika Sayuni huko Yerusalemu. Wewe hutalia tena, hakika yake atakuonea rehema nyingi kwa sauti ya kilio chako. Asikiapo ndipo watakapokujibu. Na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini waalimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako likisema, njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Naye atatoa mvua juu ya mbegu zako, upate kuipanda nchi hii, na mkate wa mazao ya nchi, nayo itasitawi na kuzaa tele. Katika siku hiyo ng'ombe zako watakula katika malisho mapana. Ng'ombe pia na wanapunda wailimao nchi watakula chakula kilichokolea, kilichopepetwa kwa ungo na kwa pepeo. Na juu ya kila mlima mrefu na juu ya kila kilima kilichoinuka itakuwapo mito na vijito vya maji katika siku ya machinjo makuu itakapoanguka minara. Na tena nuru ya mwezi itakuwa kama nuru ya jua, na nuru ya jua itaongezeka mara 7 kama nuru ya siku 7, katika siku ile ya Bwana atakapofunga mapigo ya watu wake na kuliponya pigo la jeraha yao. Neno la Bwana. Somo la Injili ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 9 aya ya 35 na sura ile ya 10 aya ya 1 na aya ya 6 hadi ya 8. Siku ile Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuhubiri habari njema ya ufalme na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na alipowaona makutano, aliwahurumia kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipomwambia mwanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Akawaambia, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu kuhubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Neno la Bwana.